Mkuu wa Jeshi la Tanzania la Polisi IGP Camillus Wambura amesema jeshi hilo halitakubali mtu yoyote kwa sababu yoyote avuruge amani ya nchi kwa kisingizio cha harakati za uchaguzi. IGP Wambura ameyasema hayo Ijumaa Machi 7, 2025 wakati wa kufunga mafunzo ya uongozi mdogo wa jeshi la polisi kwa ngazi ya Sergeant na Koplo katika kambi za Kilele Poli wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro. Jeshi la polisi tunatamka wazi kuwa hatutakubaliana na hatua yoyote ile ambayo itatokea kuona mtu yoyote anaivunja amani ya nchi hii kwa kusababisha vurugu au kufanya vitendo vyovyote viovu kwa kisingizio cha harakati za uchaguzi. Lazima muda wote wa Tanzania na watu wote waishi kwa amani na usalama katika maeneo yao. Amesema jukumu la kulinda amani lipo mikononi mwa askari wote nchini, wakiwemo wahitimu hao wa leo ambao wanapaswa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha usalama wa raia kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais utakaofanyika Oktoba 25. Aidha, amewataka wahitimu hao kuzingatia nidhamu, weledi na kuendelea kujifunza ili kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Hafla hii inanikumbusha maneno ya Biblia kutoka Mithali 4 mstari wa 13, mkamate sana elimu, msimwache aende zake, mshike maana yeye ni uzima wako. Hii inasisitiza umuhimu wa maarifa na mafunzo haya ambayo yamewaandaa watu wengi, siku tu kazi ya polisi bali pia kwa maisha yenu kwa ujumla. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya polisi Moshi Ramadhani Mungi amesema mafunzo hayo yalifunguliwa Disemba 10, 2024 na kushirikisha wanafunzi 2752 wakiwemo Sergeant 1820 na Koplo 932. Amesema wanafunzi 23 waliondolewa kwa sababu za utovu wa nidhamu na kushindwa kumudu mafunzo, huku wahitimu waliobaki wakijifunza uongozi, sheria, usimamizi wa haki za kibinadamu na utoaji wa huduma bora kwa jamii. Anasema wahitimu hawa sasa wamerejea kwenye vituo vyao vya kazi wakitarajiwa kutumia maarifa aliyopata kuimarisha utendaji wa jeshi la polisi na kulinda usalama wa raia. Kuhusu waliotimliwa kwa utovu wa nidhamu, IGP Wambura amewataka wafuatiliwe nyendo zao, kwani kama wameshindwa huko jeshini, hata walipo wanaweza kuendelea na vitendo hivyo. Katika hafla hiyo, baadhi ya askari walionyesha igizo la majukumu ya ofisa wa polisi wakati wa uchaguzi, hususan kabla na baada ya kupigaji kura, likisitisha umuhimu la kila mmoja kufuatilia kanuni na sheria za uchaguzi.